Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tulishuhudia penzi la Harmonize pamoja na mrembo Kajala, namna ambavyo lilirudi kwa kasi lakini pia lilirudi upya. Tuliweza kuona msanii Harmonize na Kajala walitrendi kwa muda mfupi sana kwenye mitandao ya kijamii, na namna ambavyo Harmonize ameamua kuwa serious katika hili jambo. Tuliona aliweza kuandaa tafrija huko ufukweni kwa ajili tu ya kumvisha pete mpenzi wake Kajala na kumuomba amuoe, na baadaye tukasikia tetesi kwamba Harmonize tayari ameshapeleka mahari nyumbani kwa kina Kajala huko Kimara. Jambo hilo likapelekea watu wafikiri au wadhani huenda hawa watu wanataka kufunga ndoa kwa haraka zaidi. Unajua, mara nyingi sana Kajala na Harmonize wanapokuwa pamoja ni kama vile nyota zao zinaendana, wanaendana kwa pamoja. Mara nyingi sana Harmonize akiwa na Kajala, kuna namna fulani, kuna ule upendo ambao Kajala akimuonesha anaweza akamshauri chochote na Harmonize akamsikiliza. Harmonize amekuwa ni mwanaume ambaye ni mbishi sana. Ukiangalia management yake wamekuwa wakizungumza kwamba Harmonize huaga ni mbishi sana akiwa location, lakini location hiyo hiyo akiwa Kajala anaweza akamshauri Harmonize kitu na Harmonize akamsikiliza, maisha mengine yakaweza kuendelea. Sasa unaweza kuona hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ndicho hichi ambacho nilikuwa nakizungumza hapa, kwamba Kajala akiwa karibu na Harmonize, Harmonize anakuwa ni msikivu sana, anamsikiliza kwa asilimia kubwa sana na mambo mengine yanaendelea. Sasa tulishuhudia katika lile tamasha au tunaweza kusema ile tafrija ya Back to School ambayo iliandaliwa na Lamata Village. Tuliweza kuona mastaa wengi mbalimbali waliweza kuvalia mavazi ya shule ili mradi tu kufikisha ujumbe kwa jamii kwamba kuna watoto ambao wanapitia maisha magumu ya shule, wanatakiwa kusaidiwa taulo za kike, wanatakiwa kusaidiwa madaftari, kalamu, vifaa vyote vya shule, wale watoto ambao familia zao hawana uwezo. Sasa tuliona Kajala pia alikuwa ni moja kati ya watu ambao walialikwa. Kajala alikuja na mwanae Paula, walihudhuria hapo. Sasa kila mtu akawa anajiuliza, Kajala alivishwa pete na Harmonize, lakini ile pete hakwenda nayo pale Back to School. Sasa watu wengi wakawa wanajiuliza maswali kwamba ukivalishwa pete na mchumba wako ukiwa unaenda sehemu kama hile utakiwi kuivaa au utakiwi kabisa kuonekana nayo, kwa sababu tulikuwa tukiangalia mikono ya Kajala haikuwa na hiyo pete. Tukawa tunajiuliza maswali mengi sana. Kuna kitu gani ambacho kimetokea? Siku ya leo Juma Lokole ameweza kutupatia kodi za kimbea. Ameweza kutuambia mazito ambayo yanaendelea kati ya Kajala pamoja na msanii Harmonize. Sasa Juma Lokole anakuambia ile siku tu Harmonize alipomvisha pete Kajala, unaambiwa yule ex wa Harmonize ambaye ni Posh Queen, unaambiwa alimpigia simu Harmonize na kuanza kumbebikia na kuanza kufanya vitu vya ajabu ili mradi tu Kajala akasirike. Akawa anazungumza naye, nimekumisi sijui nini na nini. Sasa baadaye Harmonize kujielezea kwa Kajala, Kajala akawa hamuelewe, akawa anamwambia kwa nini umenifanyia hivi? Mbona uliniambia huyu mtu umeachana naye? Kwa nini bado umesave namba yake? Kwa nini amekupigia afu usiku kama hivi? Unaambiwa ugomvi ulitokea mkubwa pale. Juma anakuambia Kajala anamwadisia, anamuelezea huku analia kwamba Juma, huwezi kuamini, Hamo bado hajamalizana na Posh Queen. Posh amepiga simu usiku wa manane. Mambo kama hayo. Baadaye Harmonize akapaniki akamwambia, sasa naona unanipanda kichwani. Kama vipi? Wewe beba virago vyako uende nyumbani kwako kwanza ukatulize akili, alafu baadaye tutazungumza. Kajala akaondoka. Kajala akaona sio kesi, huenda nikangangania sehemu ambayo ni sio pendwa, lakini pia huenda Harmonize bado kweli hajatulia. Lakini sisi tunaona Harmonize ametulia. Posh Queen walishaachana. Huenda Posh Queen alipanga tu mbinu ya kuharibu hili penzi kwa mara nyingine tena ili mradi tu waone wameachana, mambo kama hayo. Lakini Juma anakuambia tayari wameshagombana na Kajala pete ya uchumba ameiweka pembeni. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tochia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.